Nimebarikiwa na mafundisho ya leo. Unajua ibada ya leo sikujange na kumbe ni tamu kweli. Ninatuhubiria kuhusu mambo mazuri. Amina. Amina. Hakika Yesu ni mwema na ana sababu kwa kila jambo. Limetoka kwa sababu yake. Hakika maana tumepungukiwa by the way. Tukienda nyumba zetu saa hizi zimeng'ara. Si kama vile alivyosema. Rumu ni moja kile nimerembeshwa. Sasa fikiri zinapandiana juu. Na ni rumu moja tu. Lakini hapa angalia nafasi menzi hapa mpaka kule. Lakini shapeless. Ukaenda kwa kikungua hapo utaumia vibaya. Amina. Si ni ukweli? Kwa hivyo lazima tuangalie. Lazima tuangalie kwa upande mwingine. Na tubebeane mizigo. Maana si kutoa peke yake, hata mizigo kubebeana ni vizuri. Amina. Mimi tu nitaongezea kidogo na Yesu amani atatutia nguvu katika safari. Maana wokovu hakika nahitaji neema ikae ndani yako. Nitaenda katika kitabu cha Mithali 23 mstari wake wa 15. Nitasoma kwa uwezo wa Yesu. Inasema, mwanangu, kama moyo wako una hekima, moyo wangu utafurahi, naam moyo wangu. Amina. Hapa Yesu anasema kama utakuwa na hekima, basi roho yake itafurahi sana. Maana kusema haya yote yamezungumzwa hapa ni kwa sababu hatuna hekima. Hatuna hekima ya kujua hii ni nini na hii ni nini. Lazima tuwe wateule wenye hekima. Tujue ukija kanisani ni vitu gani utatumia katika hekima. Maana unapokuwa na hekima, kila jambo litakuwa sawa. Si kwa kanisa peke yake, hata kwa nyumba zetu, hata kwa watoto wetu. Akaanza kusema lazima kuwe na kitu inaitwa heshima. Lazima tuheshimiane. Na tutaheshimiana vipi? Mpaka tuwe na hekima. Nikisimama na wewe nijue nimesimama na nani, na ninapoongea na wewe nijue ninaongea na nani. Ndiposa roho zetu zitakuwa combine pamoja, na pale Kristo atapata kitu mahali pale na kutenda jambo katika maisha yetu. Amina. Maana pasipokuwa na hekima, mpendwa, hata wewe umeokoka miaka 20 iliyopita, lakini ukipungukiwa na kitu hekima, basi umefeli katika wokovu. Maana hekima imebeba mambo mengi. Hekima kuna upole pale ndani, kuna nisamehe, kuna kunyenyekea. Ni kweli nimekosa na nyenyekea. Lakini kama huna hekima, mambo haya hautakuwa nayo. Na pale wokovu utakuwa uko chini yako. Amina. Amina. Tuendelee na maandiko. 16. Naam, viuno vyangu vitafurahi, midomo yako inenapo maneno mema. Moyo wako usiwahusudu wenye dhambi. Amina. Yesu anasema atakuwa anafurahi wakati utakuwa unanena maneno mema, si mtu wa kushutumu. Amina. Ukikaa na mwenzio usimshutumu ama usimdhalalishe, kumaanisha yani, kwa sababu utakuwa unanena neno jema. Hata kama umesikia maneno ya mwenzako mabaya, usimdhalalishe mbele ya watu ama usimuongeleshe mbele ya umati. Kuwa na hekima. Kaa kando na yeye, umwambie ni kweli, lakini dada, ile siku nilipita na hapa kwangu ulinikanyanga mguu wangu. Amina. Amina. Pale utakuwa na hekima. Lakini si jambo limesemwa ama limenenwa ama umeona ukasikia, wewe tayari ukija atanitambua mimi ni nani. Wewe utakuwa hauko katika njia ya Yesu Kristo. Hauko katika wokovu ambao Yesu anapendezwa nao. Amina. Amina. Kwa hivyo lazima usiwe mtu wa kutenda dhambi ama usiwe mtu wa kushutumu mtu dhambi. Amina. Amina. Maana tumekuwa na mambo magumu kweli, kiasi cha kuwa ukiona mtu hata akisimama hivi na mtu wewe katikati yako ameshutumu ni dhambi, pasipokuwa na ushahidi kamili, ukijiona kwamba wewe umefika, ila hali wewe bado uko kwa njia. Amina. 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 Maana unaweza kuwa mahali hapa target yako ni lengo fulani na hujajua bado, na shetani amekutagetia ili jambo likifaulu, huyu dada nitakuwa nimemwangusha, na wewe hujui, bado unaenda kushtumu wenzio.
Na Kristo huwa hapendezwi na mtu kama huyo. Kristo anataka ukiongea, uongee jambo ambalo tukilipata kwa mtu wa pili, hilo jambo litakuwa bado ni lile. Halijaongezwa. Lakini si umepata moja, wewe ongeza 100. Kwa sababu mdomo wako hautamki mema, unatemka uovu. Amina. Kwa hivyo wapendwa, tuwe na wokovu wa kiasi ambao tunajua huo wokovu si wa kubeba mtu dhambi, ni wokovu wa kumpendeza Kristo. Acha tukiendelea na maandiko. Tutaanza na 17. Moyo wako usimhusudu wala wenye dhambi, bali mche Bwana mchana kutwa. 18. Naam, bila shaka 18. Naam, bila shaka iko thawabu na tumaini lako halitabadilika. 19. Sikia mwanangu, uwe na hekima na uongoza moyo wako katika njia njema. Amina. Kwa hivyo Yesu anasema lazima tuwe na watu wenye hekima. Tusiwe na watu wa kutaabika, ama tusiwe na watu wenye mashaka ndani yetu. Na pale Yesu atakufananisha na mtu mwingine, atakufananisha na jambo kubwa. Maana Yesu anapenda tu wale ambao watajitoa katika roho na kweli kumtumikia yeye, ili achukue sukani mahali pale na kumtendea jambo lililoko jema. Amina. Maana tumekuwa ni watu kuumba, kama ndugu jinsi alivyosema. Magonjwa yamechipuka sasa ya kila aina. Si hayo tu peke yake. Kuna magonjwa mengine nimekutana nayo. Jamaa tu nilimuona kwa njia. Yaani huyo ndugu alikuwa black, lakini amekuwa na alama za mwili. Nani ashaiona mtu kama huyo? Amekuwa na rangi, hapa iko mwekundu, hapa iko mweusi. Hao watu wamejaa kusema kweli. Hiyo hali nimeiona. Nikitembea tu kwa njia, huoni kama watu 10 ama 100 hujakutana na wao mtu. Yaani ni maradhi yamezuka. Na vitu kama vile mpaka usimame kwa njia ya haki. Hata kanisa likasimama kwa ajili yako, lakini wewe mwenyewe binafsi kama huna 99%, tutakuombea, lakini lazima litatendeka kwa wema wa Yesu Kristo. Kwa hivyo lazima wewe mwenyewe uchukue percentage kubwa. Ujue, je, hali hii imekengeuka, mimi mwenyewe binafsi nimesimama wapi? Je, ninamtumania Yesu? Je, nimesimama na hekima kwa ajili ya Kristo, ama nimesimama kule ambako watu wanawijwa? Kwa hivyo lazima ujiangalie wewe mwenyewe. Maana sasa tumekaa tukitarajia huduma namba. Tunaweza ngojea huduma namba zikakosa kuja, lakini huduma za maradhi zikasambaa, na ndizo hizi ziko. Sasa tulikuwa tunasubiria huduma namba. Huduma namba zimefika kweli? Si bado. Ziko, lakini bado hazijaanza kufanya kazi. Na ni vitu gani sasa watu wanakumbana navyo? Si group la maradhi. Maradhi ndio yako mengi na vifo vimeongezeka. Kama vile mtumishi Makenzo alivyosema. Maradhi yatakuwa mengi na vifo hospitalini vitafanya nini? Vitaongezeka. Na ukiangalia sasa tuko katika karne gani? Sasa humalizi mwezi hujasikia tangazo watu wamekufa. Kwa sababu gani? Vifo viko karibu na wanadamu. Kwa hivyo lazima usimame kwa msingi ulio bora. Magonjwa nayo yamechipuka ya kila aina. Kwa hivyo ni usimame katika hekima, kukaa katika zizini kwa Yesu. Ili Yesu anapomilika tochi yake akuone. Amina. Amina. Fence Kristo anapotuwekea, wewe uko ndani. Maana ukiwa nje ile fence hakika utakumbwa na hizo hali. Twende katika kitabu cha Mathayo 7. Hapo tutajua kweli Kristo ametuwekea fence yake. Na mimi hapo ndio nitakuwa namalizia. Mathayo 7:26. 24. Asoma kama nilivyompata. 7 mstari wa 24. Nasema, basi kila asikiaye hayo maneno yangu na kuyafanya atafananishwa na mtu mwenye akili aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba. Amina. Tupumzikie hapo.
basi atakayesikia maneno yangu na kuyafanya atafananishwa na mtu mwenye akili aliyejenga nyumba yake kwenye mwamba. Kwa hivyo atakayesikia neno la Yesu Kristo na kwenye mwamba, ndio pale nilipokuambia akinotolewa kulomiana, mimi hamkunifanyia hivi. Je, sisi tumekuombea na wewe kama mteule ulikuwa na percentage ngapi kwa Kristo mwenyewe? Amina. Maana sisi ni kama rambirambi, si mtu akifiwa jamani. So tu wetu kila mtu anatoa rambirambi. Je, rambirambi inapotoka mwenyewe na ngapi? Si hivyo. Sasa tumesahau ya kwamba hii yote Waswahili wakasema swali kabla hujaswaliwa. Maana ile swali yao sio kwamba itakuingia mbinguni. Hii swali yetu tunayokuswalia ni kutamatisha umati wa hapa uone tunakuswalia, lakini zile zako hizo swali ndio zinakupeleka mbele. Na sisi kwa sisi wateule, kama ukisikia injili hii, Kristo anasema anakufananisha na mtu aliyejenga nyumba yake kwenye mwamba. Je, wewe akili yako ilijengwa kwenye mwamba? Je, wewe akili yako iliwekwa kwa fensi ya Kristo? Je, wewe akili yako ilizungukwa kama vile Yeriko ilivyozungukwa? Amina. Amina. Na unapojifananisha hivyo, hautakuwa na wokovu wa kigeugeu. Unapojifananisha hivyo, hautakuwa na wokovu wa kubanganya. Unajua tunakuwa na wokovu wa kubanganya. Eti hapa ndiani tu tukamstiri maana kwa sababu tulikuwa tumelimwona siku 2-3. Hiyo haiendi. Sasa tutakuja kwa umati, lakini je, mwenyewe umebeba percentage ngapi? Amina. Amina. Hawezi kuangalia KCP. Mtoto anadhauka kutoka chekechea mpaka class 8. Mwisho mtihani wa mwisho atakao kujafanya ndio wote ambao anaenda mbele tena masijafuni nyuma. Wewe huwezi kuangalia pale. Na ni wanadamu tu wenye hekima ndogo ndogo na kiwango kama hicho. Cha kwamba mtu tu akili yake imefikia wapi? Hakufuata 400. Huyo ni failure. Imagine tu automatic baada ya miaka hiyo yote atungemfundisha kupanda cabbage. Angekuwa amejua vizuri. Lakini hajui lolote kwa sababu alikuwa kirauka tu na mizigo kwa bagi amebeba mpaka miaka yote. Alafu anaangukia na 200 haendi mbele. Huyo ndio kuna kazi. Na sisi ni wanadamu. Je, Yesu mwenyewe ni kitu gani anafanya? Kwa hivyo wakati jambo linakulemea, lazima umwambie Yesu, wewe mwenyewe binafsi, Yesu, hili jambo ndio limenifikia, ni la kwangu. Wewe mwenyewe ndio utakayejidhihirisha. Hata wenzangu wakiniombea uzima, lakini wewe kama umeamua ni mauti, acha mauti nipate. Lakini hapo wa Kristo tumesahau. Tumeondolewa kitu mauti kuwa iko. Tumejigamba ya kwamba hii dunia ni yetu, lakini dunia sio yetu. Hata wale wanaokufa ni wateule. Amina. Amina. Maana sisi tumeshikilia tu hilo. Ukiombewa lazima nifaulu. Nisipofaulu mimi ni mapepo, ama mimi nitaacha kanisa, nifuate kanisa la kwako. Ni wapi ulienda utakutana na mauti wewe? Popote unapoenda lazima utakutana na Bwana. Maana yuko hapa kwa ajili yetu sisi. Amina. Kwa hiyo lazima akili zetu zikafananishwe na watu waliojenga nyumba yao kwenye mwamba, wanaoweka sengenge zao, ili Kristo anapozunguka na kumulika tochi zake akupate ukiwa ndani, na pale ukapokee uzima. Amina. Amina. Tuendelee ndugu. Mstari wa 25 nasema, mvua ikanyesha, mafuriko yakaja, pepo zikavuma, zikaipiga nyumba ile isianguke, kwa maana misingi yake imewekwa juu ya mwamba. Amina. Sasa akili yako ikiwekwa kwenye mwamba, pale sasa kuna dhoruba itavuma kweli. Dhoruba, mvua itanyesha, dhoruba itavuma, upepo nao pia utapiga mahali pale. Na sio kwamba imekuwa vile kwa sababu hakuwa ameokoka, lakini kumbe ndani yake ilikuwa imewekwa kwenye mwamba. Kwa hivyo ukiwa katika hali ya wokovu, sio kwamba hautajaribiwa mpendwa, my friend. Ukiwa katika wokovu lazima utajaribiwa. Kuna misukosuko itapiga, lazima vita utapitia, lakini hiyo yote 9, 10 Yesu ukiwa umekaa ndani yake atakushindia. Amina. Lazima utakuwa mshindi. Isikujalisha ni vita ina gani. Vita lazima utapitia kama wanadamu. Utapitia, lazima upitie vita. Utafinywa mwili ubanwe, utafumwa na kichwa, utakosa hata tamani ya kuongea, lakini ni siku kama matendo yako yalikuwa kwenye sengenge la Yesu, hata wanadamu wawe 100
nakwambia my friend, utashinda. Utapita katikati yao, maana utakuwa umejengwa kwenye mwamba, na lazima mwamba utajidhihirisha. Si tu mimi uone taa lenyewe ukiliwasha, ukiliweka juu, si ungeweza ukafika mpaka kule. Ile tu ni blanketi, lazima sitachomeka. Wakati unaingia kwenye majaribu, jiweke mwenyewe kuwa jasiri. Unajua majaribu yanapenda mtu kuwa jasiri. Ndio maana Yesu akasema wokovu si wa vuguvugu, ama wokovu si mtu mpole vile. Kuwa mpole wa roho. Unaona? Roho yako ikiwa pole, watu watakuongelesha, watu watakukejeli, lakini roho yako imekaa kweli. Mnajua kitu kilichononi mtu akioni. Wewe umekaa na kuna jua pale ninasema na kitabidi sasa nijizuie kike. Unaona? Unakaa kijasiri. Ukiwa unajua nimevaa silaha ya Yesu ndani yangu. Unaona? Unakaa kiujasiri ukijua roho yangu iko connected na Yesu. Na unapokaa katika hali ile, Kristo nakwambia akikushukishia baraka, wao watajiuliza, si ndio yule? Wengine anasema ni kufanana, ni dadake. Ndio yeye. Ndio maana yule mwanamke aliyepona siku ya Sabato walianza kuzunguka. Si ndio yule aliyekuwa amekaa pale? Wengine anasema ni kufanana. Wengine ndio yeye, mpaka yule mama anasema ndio mimi. Lazima wakutambue kwa sababu ulikuwa umewekwa juu, si kiwango cha chini. Amina. Ndipo Kristo akasema nitainua vile vilivyoko vinyonge vikapate kuonekana. Wakati utakapokaa ndani ya Kristo na ujengwe katika mwamba usiotingisika. Yaani usitingise roho yako. Hata ndoa zetu zikazi na misukosuko. Wajua sasa tunachokwambia unaziona ni matari. Wakati ndoa inakuwa na misukosuko, ndugu halali 24/7. Ushaona mwanamke anasomea na anaambia bwana usilale hapa balali leo. Ni ukae tuongee. Ushasikia hayo? Tunateseka na inabidi mama ukae struggle. Anasikiza, anaitika mpaka mwisho, sinzia, lakini bado anaitika hivyo hivyo. Kwa sababu gani? Hataki kukwaza. Kwa sababu anajua hata kama napitia haya, lakini nina Yesu ndani yangu, atanipigania leo kwa asili. Amina. Maana Yesu akasema vita vyetu si vya damu na nyama, bali vita vyetu ni vya Roho Mtakatifu. Wakati unapokuwa na roho yako itakaa ndani ya Yesu, hata mwili hautakutesa. Maana uko katika hali ya ulinzi, ulijengwa kwenye mwamba. Ndugu tumalizie. Nasema, na kila asikiaye hayo maneno yangu asifanye, atafananishwa na mtu mpumbavu aliyejenga nyumba yake juu ya mchanga. Amina. Hapa Yesu anasema, mtu atakayesikia haya maneno yangu na usiyafanye, basi unafananishwa na mtu mpumbavu wewe. Unajenga nyumba mbele ya watu wengi. Bwanangu ana pesa mimi, tunaanza kutangaza. Mume wangu achana naye yule, na mjua mwenyewe yule. Njoo uone. Sina kwambia na pesa. Leo basi njoo ulisi amenipatia. Unaonyeshia watu. Hao hoyo kuonyeshwa na mvamia wapi barabarani. Babake Kevi. Ana mzana simamishwa na kiangalia rafiki yako. Atakosa kusimama. Si atasimama. Akisimama, vipi ndugu yangu? Nasikia mambo kweli yanajiri na kita sijui vipi tena. Kuhusu nini? Mke wako bwana anatutangazia hivi na hivi. Anakugonganisha ili apate nafasi. Mjinga wewe. Kwani ungekula peke yako? Ni nani angekusumbua katika nyumba yako? Umeletewa tu blue band, hata kama utajipaka au sabuni, ujipaka ukae pale kwa nyumba, nani angejua umejipaka blue band? Kwa kuwa ni nyingi kwa nyumba. Lakini kwa sababu na upumbavu, uende kutangazia watu. Amina. Ndio maana unafananishwa na mjinga wewe. Ukipata kizuri kwa mumeo, kula peke yako. Na kama ni kibaya, utahuzunika peke yako. Sasa ni maombi tu tutakuwa tunakupa. Amina. 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 Lakini hatufikirii hayo. Maana Yesu anasema, usipotii na kusikia yale maneno ya mwanzo ya mtu mwenye hekima, basi utafananishwa na mpumbavu. Lolote itakalojiri wewe kwako ni redio. Mpaka mzee sasa amesema wewe mke wangu asiwa kufananisha jambo. Sasa hata nimweke karo nifanyia kwangu. Hao niambie mwanamume akifanyia kwake, bahati nzuri akakutana na gari barabarani, nilimchukua tu pa. Wote kama faidika na nini? Hakuna, maana hata idisi yote itapotea.
atapigwa tero pale na waume wenzake, maana si amelala yeye. Waume wanamchangamkia kile kilicho mfukoni kinabebwa, unabaki hujui lolote. Heri uwe mjinga ni wa hekima, ujue siri ya bwanako, kuliko uwe mwerevu mpumbavu usiyejua siri ya mmeo. Amina. Maana mwanaume ni kutii tu. Wakati utatii mmeo, utakula mema ya nchi, atakwambia kila kitu. Na kama hakwambii, basi una kasoro. Uliza, roho yangu nitaiweka wapi? Ama roho yako ina shida gani? Ndiposa upate kupendwa. Amina. Maana upendo kwanza kwa mmeo, ndio maana tukaambiwa kuhusu heshima hapa. Mhubiri kwanza amesema kuhusu heshima. Na kama wewe na bwanako hamzungumzani, hamna hata dakika 5 za kuongea, ni mtu akila akalaletea hata kiteuka huko sheria yake huko. Kwa sababu nyumba imekuwa ni kimya. Lazima nyumba muongee, na mnapoongea muongee mambo ya hekima ya kujenga jamii. Ndio pale utajua ameshinda vipi na ataendelea vipi. Amina. Maana bila kufanya hivyo si makao tena. Lazima tunoane. Ndiposa wokovu wetu ukamilike. Maana wokovu utakamilika kama tutakaa jinsi tulivyo. Eti umeokoka ni mteule, wapata shughuli zako. Mumeo kwa lipa kumjali. Yana ingia hata kama si mteule. Yana ingia kutoka kazini nenda kaleso kako naenda shirika. Hani wapi na wapi? Si lazima msikize umekuja mapema mume wangu kwa nini? Si unaona? At least namweka karibu. Wewe mwapishana mlangoni, waingia wewe. Na kete mzangu zimeisha. Mimi hivi ndo natoka hivi. Kwa kuwa waja huku kwa mtumishi Ongoro. Utakuwa hukutengeza jambo. Amina. Kitu jifunze huko. Madhabahu ya kwanza ni ya nyumbani kwako. Haya ni ya kusanyiko. Amina. Yesu kama hukumtayarisha toka nyumbani kwako, hata ukija hapo ukikesha na kulia, hujafanya jambo. Samehewa nyumbani kwako, ukija kanisani upate amani. Amina. Na ukiwa hali hiyo, Yesu atakuwa pamoja na wewe. Tuendelee mtumishi. Nasema, mvua ikanyesha, mafuriko yakaja, pepo zikavuma, zikaipiga nyumba ile, ikaanguka, nalo anguko lake likawa kubwa. Amina. Sasa hapo siposhika maagizo ya Kristo. Anasema mvua ikinyesha tu, mafuriko yakija tu, basi nyumba hiyo itaanguka vibaya na anguko lake huwa kubwa. Maana hata bibi na bwana huachana hapo. Mimi sikurudi tena, nimefika mwisho. Umefika mwisho na nenda hujakufa wewe. Mama anachukua nguo zake anaenda huku na wao anatoka na huku. Watu wameachana maana anguko lake ni kubwa. Huwa lina madhara maana halijali hata watoto. Anguko kama hilo huwa ni kubwa. Si kawaida. Maana kitambo pate mzee ametoroka nyumba. Amemwacha mama, ploti ni yake lakini ameamua hii leo mimi. Atamtambua huyo. Umeenda shirika wewe, unachukua kubagi vyako. Okay. Ukifika baba ndani ya nyumba hayuko. Wiki mkionana njiani nini? Bwana nitakuja na huifiki. Jua anguko hilo ni kubwa. Anguko hilo ni kubwa. Si la kawaida. Na haina haja kama mteule. Na kama vile tunasoma maandiko, anguko kama hilo litupate. Litakuwa ni aibu ndani ya Kristo. Yesu hapendezi na anguko kama hilo. Yesu anapendeza yule mtu anayetii. Ndiposa tukaletewa Kristo. Tuwe na wokovu ndani yetu. Unajua roho ya wokovu mimi naipenda kwa sababu gani? Wakati hujatenda dhambi, hujatenda jambo, unasikia kuhukumika. Unaanza kujiuliza, je, huyu mama nikimwambia itakuwaje? Naanza kuhukumika mimi mwenyewe binafsi. Kitambo nikwambie jambo langu, basi mimi nimeuliza roho mara ngapi? Mara 3. Hili jambo langu nitangaze ama ninyamaze? Kule kwa ninyamaze nikiwa lingi, mimi nanyamaza tayari. Maana yeye ndiye nitangaze, kumbe najitangaze umbea. Bona. Ama nikwambie wewe mwenzangu utalala, utabaki kuwa na wasiwasi tayari wangu uliokuwa nao ni kidogo. Linakuhangaisha siku nzima. Ndio pasa naambiwa anguko lake huwa ni kubwa. Linaangusha kama kanisa. Anguko lake huangusha makanisa, huangusha ndoa yako, huangusha hata watoto. Amina. Kwa sababu ya kutokukaa katika mwamba.
Amina. Kwa hivyo nisiwachoshe, acha tu nimalizie hapo, na Yesu wa maana zidi kuatia Nawe